Rais Profesa Kithure Kindiki amewakashifu viongozi wa upinzani kwa alichosema walishindwa kuwafanyia kazi Wakenya walipokuwa mamlakani. Akizungumza katika kaunti ya Baringo, Profesa Kindiki amesema kama serikali ya Kenya Kwanza watawazima wapinzani debeni katika uchaguzi mkuu ujao. Akisema matendo na miradi inayotekelezwa kwa Wakenya ni ishara tosha kuchaguliwa mara ya pili. Mambo ya siasa kimbelembele na maringo na ujuaji wa siasa huishia katika debe ya kura. Kwa hivyo next year hii kimbelembele mingi na ujuaji na kiburi inaenda kuishia kwa debe. Ni kwa sababu gani? Siku ile watasimama hapa Torongo. Kwani wale watu ni malaika wametoka mbinguni? Si ni watu tunajua? Si ni watu wamekuwa viongozi Kenya hii? Si Kalonzo Musyoka amekuwa naibu wa rais? Ni kweli si kweli? Si amekuwa vice president? Si alikuwa makamu wa rais? Miaka 5 ya mzee Kibaki. Siku ile alikuwa na kirauni kwa kichwa kama fireman. Alikanyanga hapa Torongo. Kuna barabara alileta hapa. Alikuja kujenga soko hapa. Aliweka stima hapa. Mbona sasa akuja hapa kusema ngenge? Wewe umekuwa kiongozi, hauna matunda yeyote. Hakuna kitu umesaidia watu ya Baringo, alafu unakuja kusema ati wewe ni kiongozi. Huyo Rigathi Gachagua alikuwa deputy president miaka 2, alikuja Torongo, alisaidia rais kuleta kitu yote hapa. Kwa hivyo wale jamaa wanashindana na sisi. Wacheni kielele ndugu yangu, wachani kimbelembele. Dawa ya siasa ni kura kwa debe, si namna hiyo? Hii kimbelembele inaenda kuishia hapa mbele tu. Wanasema ujanja wa nyani uishia jangwani. Ile muda tuko nayo ni ya kutumikia wananchi, ni ya kupush projects za Baringo, projects za Ravine, projects za county zote za Kenya. Ndio siku ya ikifika tutetewe na kazi yetu, kazi ya kiongozi iongee.